Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Karibu sana katika session yetu ya siku ya leo. Niko na furaha kubwa sana ya kuweza kuwa nawe katika program hii ya siku ya leo. Uh, Awali ya yote nataka nimshukuru Mungu sana kwa ajili ya nafasi ambayo amenipatia tena siku ya leo kuweza kushare maarifa na wanawake kwa habari ya maombi. Yes, maombi ni kitu muhimu sana kwa muamini. Maombi ni kitu muhimu sana kwa Mkristo. Wewe ni mwanamke na umeokoka, ya kupashwa kukaa sana kwenye maombi na kujifunza zaidi kuhusu maombi ili uweze kukaa katika nafasi yako ambayo Mungu amekukusudia. Kwa hapa neno la maarifa, na leo tuna program maalum kabisa kipindi hiki kuhusiana na maombi na mwanamke. Kwa hiyo nikushukuru wewe ambaye unafuatilia na una share. Mungu akubariki sana. Lakini pia kabla sijaendelea, natamani niweze kuomba tuendelee na kipindi. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti yule hai, asante kwa ajili ya siku ya leo, kwa neema yako hii. Ninaomba Roho Mtakatifu aniongoze, anipe maarifa sahihi, nisiseme yale ninaotaka mimi, bali anaotaka yeye. Bwana, sina chochote cha kuwapa watu hawa zaidi sana. Roho Mtakatifu yeye ndo anayo ya kuyafundisha. Ninaomba Roho Mtakatifu tufundishe, nifundishe na mimi katika jina la Yesu. Tuwezeshe kuyafanyia kazi haya ambayo unatufundisha, ili tukapate kusimama katika nafasi ya ulinzi kama wanawake katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tumekuwa na kipindi kirefu kidogo sijaweza kuonekana hapa. Yes, lakini Mungu ametupa neema tena. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu, na kwa wale ambao mnahitaji maombi na maombezi tutaendelea nayo. Yes, nadhani baada ya program hii nitaweza kukuelekeza ni majira yapi ambayo tutakuwa tunakutana kwa ajili ya maombi pamoja. Kwa sababu tunafahamu kwamba tunahitaji kutiana moyo, tunahitaji kupata maarifa mbalimbali kama wanawake. Kwa hiyo kupitia program hizi basi tunapata maarifa mbalimbali. Mimi mwenyewe binafsi napata kufundishwa vitu na kufanyia kazi. Kwa hiyo karibu sana uweze kuendelea kufuatilia maombi haya. Tumekuwa tujawa na maombi haya takriban nadhani mwezi wa pili sasa kama sijakosea, ama mwezi mmoja, na kutokana na sababu za hapa na pale, lakini pia kwa sababu nyingine za kiroho zaidi, kwa sababu kuhudumia watu katika mtandao si jambo jepesi, sio jambo dogo. Ni jambo ambalo linahitaji kujipanga, linahitaji kukaa vizuri na Mungu, lakini pia kuendelea kupata maarifa zaidi. Yes, kwa hiyo imekuwa ni session za kujipanga na kujiandaa, lakini pia ni session pia za ukuaji wa kiroho na kupata maelekezo mengi zaidi. Kwa hiyo nikukaribishe sana, tutakuwa nayo maombi rasmi na nitaweza kuelezea tutaendelea nayo hapo kwa majira gani. Kwa karibu sana. Asante sana wale ambao umekuwa ukituombea. Asante sana ambao umekuwa ukipiga simu kuulizia program zinaendaje, kuulizia mambo ya maombi. Mungu akubariki sana. Lakini asante pia ambao umekuwa bado ukiendelea kusupport kwa maombi, kwa fedha, kwa ushauri na yote. Mungu akubariki sana 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 sana. Na takriban nadhani kama wiki moja ama mbili hivi sijapatikana hewani. Kwa wale ambao mlikuwa mkinitafuta ama mkinitumia jumbe, basi kuna watu wameniambia wamekuwa wanaona jumbe zinaenda lakini hazisomwi. Simu haipo hewani, kwa hiyo ndio maana sijaweza kuzipata jumbe zenu, lakini ninaamini basi nitakapoweza kupata simu nyingine nitaweza kupatikana katika majira ambayo Bwana ameyakusudia. Amen. Namba ni zile zile, namba 0712699762. Yes, hiyo namba kwa habari ya WhatsApp, lakini kwa ajili ya call unaweza ukaitumia hiyo kuweza kunipata. Lakini pia kwa kipindi hiki kama utakuwa na jambo la emergency la kunitafuta, basi unaweza ukatumia namba
Nitaiweka hapo chini hapo kwenye description. Unaweza ukatumia namba hiyo kunipata kwa sasa, wakati tunasubiri namba zangu zile ziweze kuwepo hewani. Mungu akubariki sana. Sasa leo niko na jambo ambalo Mungu amenisemesha kwa muda mrefu sana. Ni muda mrefu sana kuhusiana na swala hili, na sasa hivi imekuwa ni wakati sahihi wa mimi kuweza kushare na wewe jambo hili, na ninaamini litakusaidia sana, kwa sababu wakati nikiwa najifunza jambo hili binafsi nikajikuta kwamba okay, kuna maarifa mengi sana ambayo yapashwa tuyajue, yatatusaidia sana katika maisha yetu ya kiroho. Sasa jambo ambalo nitakwenda kulizungumzia siku hii ya leo ni kuhusiana na maombi ya asubuhi na mapema. Yes. Asubuhi na mapema. Inapozungumzia asubuhi na mapema, inamaanisha asubuhi ambayo umeamka, haujafanya kitu kingine chochote, unaanza na haya maombi. Ni muhimu sana 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 katika maisha yetu. Ukisoma katika kitabu kile cha Mithali. Yes, Mithali. Tuangalie hapa. Tunaelezwa kwamba mwanamke lazima aamke asubuhi. Aamke asubuhi na mapema. Na lengo la yeye kuamka asubuhi na mapema, lengo la huyu mwanamke kuamka asubuhi na mapema, ni kufanyaje? Anatakiwa awe na majukumu mbalimbali, lakini kikubwa ambacho mimi nimekiona hapo, kwa nini mwanamke aamke asubuhi na mapema, ni kwa sababu anatakiwa aombe before hajaingia kwenye majukumu, before hajaingia kwenye mpangilio ambao anatakiwa afanye. Lazima aanze na maombi. And that's why unatakiwa uamke. Nimekuwa nikifundisha hapa mara nyingi kwamba mwanamke ya kupasha kuamka asubuhi na mapema, kabla familia haijaamka, kabla mume wako hajaamka, basi ili uweze kufanya haya majukumu ya msingi, ambao mojawapo sasa ni swala zima la maombi. Nilikuwa najaribu kuangalia mstari hapa. Mithali 31 na mstari ule wa 15. Mithali 31 na mstari wa 15 sema, tena huamka kabla haujaisha usiku. Come on. Kabla haujaisha usiku. Huyu mwanamke wa thamani, mwanamke ambaye anafahamu majukumu yake, yampasha aamke asubuhi na mapema kabla haujaisha usiku. Sasa kabla haujaisha usiku inamaanisha ni alfajiri na mapema. Kabla haujaisha usiku, yani bado kuna kagiza hapo, huyu mama anapashwa amke. Ukiona ya kwamba wewe unaamka giza halijaisha, unajua kuna kitu fulani unakimiss hapo. Kuna kitu ambacho unakimiss. Utakuwa mwanamke wa kibibilia kweli kweli, ya kupashwa kuamka kabla hujaisha usiku. Sasa kabla hujaisha usiku kuna majukumu mengi hapa. Anasema huwapa watu wa nyumbani mwake chakula na hujakazi yake sehemu zao. Sasa hapa kabla hajawapa watu chakula, huyu mama lazima aingie katika ulimwengu wa roho, ili kuweka kila kitu kiwe sawa katika ulimwengu wa roho, katika maombi. Kwa hiyo mwanamke yoyote ambaye unatarajia kutembea na nguvu za Mungu, unatarajia kuwa na nguvu za Mungu, ya kupashwa uamke asubuhi kabla usiku hujaisha, alafu uingie kwenye maombi. Sasa it's very unfortunate, na ni bahati mbaya sana, unakuta watu wengi wa Kristo wamekuwa hawafatishi kanuni za kibibilia. Hafatishi kanuni za kibibilia akitarajia kupata matokeo ya kibibilia, lakini hafatishi kanuni za kibibilia. Sasa hapa leo hii nimekwambia ni kitu ambacho sio kitu ambacho nimekipata kwa haraka haraka. Ni swala ambalo Mungu amenisemesha kwa muda mrefu, na nimekuwa naliombea na nimekuwa nalifanyia kazi pia, kuhusiana na mwanamke kuamka asubuhi kabla usiku hujaisha. Sasa ukiwa unaenda kazini,
ya kupashwa. Kwa mfano unaenda kazini saa 12, basi angalau uwe na angalau basi hata lisali moja hapo la maombi. Maombi na kujiandaa ili uweze kufanya nini? Kuelekea ofisini unakoenda. Sasa nadhani wakati tunaendelea utaweza kunielewa zaidi umuhimu wa haya maombi. Ukisoma katika Zaburi ile 5, Zaburi mlango wa 5, Zaburi mlango wa 5, Zaburi mlango wa 5 na mstari ule wa 3, anasema, Bwana, asubuhi utaisikia sauti yangu, asubuhi nitakupangia dua zangu na kutazamia. Asubuhi, yani before hujaenda kwenye majukumu, before hujaenda kwenye mambo yako, asubuhi. Unajua watu wengi wanasema ngoja nitoke hapa, nimechelewa kuamka, kwa hiyo nitakwenda kuombea huko mbele kwa mbele, nitafanya hivi na hivi. Lakini hapa tunaambiwa asubuhi. Asubuhi, kwa hiyo jipangilie vizuri ratiba zako ili uweze kuwa na muda mzuri wa asubuhi wa kumpangia Mungu dua. Mungu anasikia maombi asubuhi. Asubuhi, sauti. Anasema, Bwana, asubuhi utaisikia sauti yangu, asubuhi nitakupangia dua yangu na kutazamia. Kwa hiyo asubuhi na mapema ya kupasha kufanya hivyo ni muhimu sana sana sana, kama mwanamke ambaye unatarajia kutembea na mamlaka ya Mungu, kutembea na nguvu za Mungu, ya kupasha kuamka asubuhi na mapema na kuweza kuingia katika maombi. Ukisoma katika Kutoka 8 na mstari ule wa 20, kitabu kile cha Kutoka mlango wa 8 na mstari wa 20, anasema, Bwana akamwambia Musa, inuka asubuhi na mapema. My God. Asubuhi na mapema usimame mbele ya Farao. Asubuhi na mapema ndio wakati ambao unatakiwa kujipanga kupambana na maadui wale wanaozuia hatima yako. Ni asubuhi. Tunaona hapa Musa anapewa maelekezo na Bwana, amka asubuhi na mapema usimame mbele ya Farao. Kutoka 8:20, Kutoka 8:20, kusoma hapa anapewa maelekezo pale kwenye mstari 20, anasema, Bwana akamwambia Musa, inuka asubuhi na mapema usimame mbele ya Farao. Angalia, atoka aende majini, kamwambie, Bwana asema, wape watu wangu ruhusa waende zao ili wanitumikie. Kwa hiyo kupashwa kuamka asubuhi na mapema kupambana na majiant waliosimama kwenye maisha yako, majiant waliosimama kupambana na hatima yako. Asubuhi ndio wakati ambao Bwana anakuambia mapema. Hapa tena amesema ni asubuhi na mapema. Tunazungumzia ule asubuhi ambao kabla usiku hajaisha. Kwa mwanamke, inawezekana uko hapo nyumbani unalea watoto, pengine uko hauna shughuli unajishughulisha nacho. Hata kama hauendi kazini, hakikisha unaamka kabla usiku hujaisha, umpangie Mungu dua. Umwambie Mungu kwa habari ya Farao anayepambana na mume wako, anayepambana na familia yako, anayepambana na watoto wako. Huyu Farao unatakiwa umkonfronti asubuhi. Umwambie Farao, achilia watoto wangu, achilia mume wangu, asubuhi na mapema. Kwa hiyo hata kama uwe ni mama nyumbani, uko hapo, jiwekee ratiba ya kuamka asubuhi na mapema na kuanza kupanga dua yako, lakini pia kupambana na wale wanaopambana na wewe, wanaopambana na familia yako. Asubuhi ndio muda wa kudai haki zako, muda wa kudai haki. Unajua kuna watu huwa wanaomba sana, wanaomba, wanajitahidi sikufunga, wanajitahidi kufanya, lakini kuna principles ndogo ndogo sana ambazo wanazipita, hawazifanyi kazi. Kwa hiyo hapa asubuhi ndio muda wa kudai haki yako. Haki zako zozote unazodai asubuhi unadai, ili sasa utakapotoka kwenda kazini tayari umeshakuwa umejiwekea wigo na ulinzi na matamko kwenye maisha yako. Tutasoma kitabu kile cha Kutoka mlango wa 9 na mstari wa 13, 19 na Kutoka 9 na mstari wa 13, anasema, Bwana akamwambia Musa, ondoka asubuhi na mapema. Again Musa anaambiwa ondoka asubuhi na mapema. Sasa ukiwa ni mvivu wa kuamka asubuhi na mapema, kuna vitu vyako vya msingi utavikosa. Mimi nimeomba usiku, sikukatazi kuomba usiku, ni very important kuomba usiku, ni muhimu, lakini maombi ya asubuhi
ni muhimu pia. Kuna vitu ya kupashwa kuvipata. Kuna vitu unapashwa kuvimiliki asubuhi. Yes. Sasa tunaona hapa Bwana anamwambia tena Musa, ondoka asubuhi na mapema ukasimame mbele ya Farao, mwambie Bwana Mungu wa Ibrania asema, wape watu wangu ruhusa waende ili wanitumikie. Ni maelekezo katika chapter nyingine tena. Musa anaambiwa asubuhi na mapema ni muda wa kuconfront. Angalia vitu gani ambavyo unapambana navyo. Asubuhi simama mbele, vitamkie, Bwana Mungu asema hivi, niachie, achilia uchumi wangu, achilia mume, achilia watoto, achilia elimu, achilia. Ndio muda wa kuanza kutamka na kudai haki yako. Tunaona kama vile Musa hapa aliambiwa asubuhi na mapema. Kwa hiyo lazima ushinde usingizi, lazima ushinde uvivu, uhakikishe umeamka majira hayo. Kwa nini Mungu alikuwa anamwambia Musa amka asubuhi na mapema? Kwa sababu asubuhi ndio muda sasa wa kupanga, wa kuiweka siku yako nzima mbele za Bwana. Na pengine Mungu angemwambia masaa mengine, lakini masaa ya asubuhi yanatuonyesha wazi ni masaa ambayo yataguide siku yako nzima. Lakini pia tukisoma katika kitabu kile cha Kutoka 16 na mstari wa 7, Mungu asikia manunguniko wakati wa asubuhi. Mungu anasikia maombi yetu, lakini tunaona hapa anaonyesha msisitizo, anayasikiliza asubuhi. Kusoma katika Kutoka 16 mstari ule wa 7, Kutoka 16 na mstari wa 7 anasema, na asubuhi ndipo mtakapouona utukufu wa Bwana, kwa kuwa yeye asikia manunguniko yenu mliomnungunikia Bwana, na sisi tu nani hata mkatunungunikia. Asubuhi tunaona sikio la Mungu linasikia. So ni vizuri kumpangia dua yako Bwana asubuhi kabla usiku haujaisha. Sasa wewe mwenyewe sikupangii masaa, sikupangii, lakini wewe mwenyewe utaona kwamba je, asubuhi ni saa ngapi? Je, kuna watu wana mambo mengi sana kwa habari na siku, sijui inaanza saa ngapi, siku inaisha saa ngapi. Mimi sipo huko. Mimi nazungumzia asubuhi na mapema, tunaposema kabla usiku haujaisha. Kwa hiyo utaangalia majira ulionayo huko katika nchi uliopo, katika eneo ulilopo. Je, kabla usiku haujaisha, ni masaa gani hayo? Tunaambiwa asubuhi na mapema. Usisubiri kuamka jua likiwa limesha chomoza. Unaambiwa kabla hilo jua lijachomoza, make sure umeamka kufanya maombi. Kwa hiyo tunaona hapa maombi yanasikiwa asubuhi. Asubuhi ni muda mzuri sana wa kusikiwa maombi yako, kama tulivyoona hapo katika kitabu cha Kutoka 16 na mstari ule wa 7. Lakini pia tuende mbele zaidi, Kutoka 24, tuangalie kitabu cha Kutoka 24 na mstari ule wa 4. Anasema, basi Musa akayaandika maneno yote ya Bwana, akaondoka asubuhi na mapema, akajenga madhabahu chini ya mlima na nguzo 12 kwa hesabu ya kabila 12 za Israeli. Tunaona sasa asubuhi na mapema ndio muda pia wa kumjengea Bwana madhabahu. My dear sister, mama unayefuatilia programu hii, ukae ukijua kila siku shetani anapambana. Kila siku anawaweka watumishi wake kuhakikisha kwamba wanajenga madhabahu za Mabaali. Huo mtaa unaoishi, ilo eneo unaloishi, kuna wachawi wa mtaa. Wanatoa sadaka katika madhabahu zao kila siku kuhakikisha wanawateka watu wa mtaa ule, kuhakikisha wanaleta uharibifu katika eneo hilo. Wanatoa dhabihu zao every day. Kwa lazima tujifunze na sisi kumjengea Mungu madhabahu kila siku. Tunaambia hapa Mungu anapewa Musa anapewa maelekezo hapa, mjengee Bwana madhabahu asubuhi. Sasa wakati unapokuwa unaomba asubuhi, ndio wakati ambao unajenga madhabahu itakao kutetea familia yako, maombi yako binafsi. Kuna watu ambao mara nyingi wanasema, mtu anawaza tu yeye kuwa anaombewa, leo anatoka kanisa hili kaenda hapa, ameombewa hapa, lakini kumbe usijue kwamba wewe mwanamke, Mungu amekupa uwezo mkubwa sana wa kujisimamia katika eneo la maombi.
wa kusimama kwa ajili ya watu wengine. Mungu ametupa ulinzi. Mungu ametupa kategori ya ulinzi, na katika watu ambao wanapaswa kuwa na high rank ya nguvu za kiroho ni wanawake, kwa sababu mlinzi siku zote lazima akae eneo ambalo anaweza kuona hatari. Sasa mlinzi huyu akipoteza uwezo wake wa kuomba, akipoteza uwezo wake wa kufahamu majukumu yake na kufanyia kazi, anajikuta anashindwa kusimama katika nafasi. Kwa hakikisha mama, binti, asubuhi na mapema unamjengea Mungu madhabahu, unaomba. Nilishafundisha swala la madhabahu. Wewe ambaye hujui madhabahu ya nyumbani, tafadhali fuatilia sessions hapo nyuma, utaona namna ambavyo utamjengea Mungu madhabahu katika nyumba yako, na utakuwa ukiomba hapo kila siku. Sambamba na hilo, tukisoma katika kitabu kile cha Nyakati wa Pili 4 na mstari wa Nyakati wa Pili mlango wa 2 na mstari wa 4. Nyakati wa Pili mlango wa 2 na mstari wa 4 anasema, angalia najenga nyumba kwa jina la Bwana Mungu wangu, ili kumfanyia wakfu na kufukuza mbele zake manukato na daima. Okay, tarudia. Angalia najenga nyumba kwa jina la Bwana Mungu wangu, ili kumfanyia wakfu na kufukizia mbele zake fukizo la manukato na ya mkato wa onyesho wa daima, na ya sadaka ya kuteketezwa za asubuhi na jioni, na siku ya Sabato na mwezi mpya na sikukuu zilizoagizwa na Bwana. Kwa hiyo lazima hakikisha asubuhi. Hapa tunaona anaelezea na jioni. Leo niko katika kuelezea asubuhi zaidi. Anaelezea asubuhi, mtolee Bwana sadaka. Sasa kuna watu ambao huwa utakapozungumza swala la sadaka wanakuwa very aggressive, ama wanawaza kwamba pengine, lakini ukae ukijua katika maisha yako ya kuhitaji kuwa unatoa sadaka asubuhi. Sasa ile sadaka unaweza ukawa umeweka madhabahu yako. Nimeshaeleza vyote hivyo. Sadaka ambayo utaipeleka Jumapili kanisani, utaka vyovyote vile ambavyo Mungu atakuongoza, unaitoa pale kwenye madhabahu yako ya nyumbani, ambao unaomba asubuhi, Bwana, ninaomba kupitia sadaka hii walinde watoto wangu, walinde hivi, unaiombea. Sasa itakapofika Jumapili unajikuta tayari wewe una sadaka yako ambao ulishakuwa umeikabidhi madhabahuni kwa Mungu toka wiki nzima. Sitasoma, lakini Ayubu pia anaelezea jinsi ambavyo alikuwa anatoa zabihu, anatoa sadaka kwa ajili ya watoto wake kila siku. Kwa hiyo kupashwa kujua hayo. Maarifa ya rohoni yanahitaji watu wa rohoni waweze kuyafuatilia. Leo hii kuna namna ambavyo hatujafikia viwango ambavyo Mungu anataka tufikie. Ni kwa sababu kuna vitu ambavyo tunavipuuzia ama tunaviona ni vidogo vidogo, havina umuhimu. Lakini sadaka ya asubuhi unapoenda mbele za Bwana is very important. Biblia inasema kwamba usije mbele zangu mikono mitupu. Sasa nitakuwa natoa sadaka kila siku. Angalia kile ambacho Bwana amekubariki. Angalia kile ambacho unaweza kutoa Jumapili, unakitoa kile. Hata kama utakuwa unasema sasa leo hii sadaka yangu ni let's say labda 10,000, labda nataraji kutoa 10,000. Sasa ukigawanya ile 10,000 toe kila siku. Mwambie Bwana nini na nini. Na kufika Jumapili unaipeleka kanisani ama vyovyote vile ambavyo Bwana atakuelekeza kufanya. Lakini ya kupashwa kutoa sadaka kila madhabahu yako unapoifanyia kazi asubuhi. Kwa hiyo unakuta kuna namna ambavyo tunatembea, hatuwezi kulingana viwango vya kiroho. Kuna namna ambavyo kuna added advantage ambayo tutazipata wewe ambaye unafuata maelekezo kile ambacho Bwana anasema. Lakini pia ukisoma katika kitabu kile cha Kutoka 29, Kutoka 29 na mstari 41, Kutoka 29 na mstari 41 nasema, na huyo mwana-kondoo wa pili utamchinja wakati wa jioni, nayo utamfanyia hiyo sadaka, ile sadaka ya unga asubuhi. Na kama ile sadaka ya vinywaji hiyo harufu nzuri, ni dhabihu ya kusongezwa na Bwana. Kwa hapa nazungumzia pia asubuhi, kutoa sadaka yako asubuhi na mapema kwa ajili ya madhabahu. Lakini pia tukisoma katika Kutoka 32 na mstari wa 6 pale anasema,
Wakaondoka asubuhi na mapema, wakatoa dhabihu, wakaleta sadaka za amani. Watu wakaketi kula na kunywa, wakaondoka wacheze. Kwa hiyo tunaona hapa pia walikuwa wanatoa dhabihu zao asubuhi na mapema. Pia tunaona nini kinafanyika unapofanya maombi ya asubuhi. Kuna upatanisho. Upatanisho unafanyika asubuhi, ya kupashwa kupatana na Mungu wako asubuhi kabla hujaingia kwenye majukumu yako. Huenda wakati umelala, kupitia ndoto, kupitia chochote kile, ukawa umenajisika. So kabla hujaenda kwa shughuli zako, kabla hujaanza siku, ya kupasha kupatana na Mungu, ya kupasha uhakikishe umepatana na Mungu. Tutasoma katika kitabu kile cha Kutoka 32 na ule mstari wa 30. Kutoka 32 na mstari wa 30 anasema, hata asubuhi yake Musa akawaambia watu, mmetenda dhambi kuu, na sasa nitakwenda juu ya Bwana, labda nitafanya upatanisho kwa ajili ya dhambi yenu. Usijihesabie haki mpendwa. Asubuhi lazima utenge muda wa kuomba rehema na kupatana na Mungu. Yumkini kuna mabaya yote ambayo yamepangwa juu yako. Utakapopatana na Mungu asubuhi, uwe na uhakika ya kwamba siku yako itaenda vizuri. Ukisoma pia katika Kutoka 34 na mstari ule wa 2 anasema, na wewe tayari asubuhi, na asubuhi kwa juu katika mlima Sayuni, nawe hudhurisha nafsi yako kwangu huko katika kilele cha mlima. Asubuhi upatanisho wako na Mungu. You need a relationship, mahusiano na Mungu asubuhi. Mara nyingi nimekuwa nikisema hapa, Mungu wetu huyu ana wivu, na ndivyo Biblia inatuambia. Huwezi kuamka asubuhi ukawa na mbize na mambo mengi Mungu akakufurahia. Anahitaji relationship na wewe. Pata picha tu, pengine una watu unahusiana nao, pengine ni ndugu, pengine ni mume, mke, lakini yeye huyu mtu anakuhitaji tu anapokuwa na uhitaji fulani, lakini hauonyeshi ukaribu wote na wewe. Utaona kama huyu mtu kama ananitumia tu, akiwa na shida tu ndo ananitafuta, lakini hana mahusiano. Mungu wetu anataka relationship. Kwa wale ambao mko kwenye ndoa, naweza nikasema uko na mume ambaye, yani yeye muda ambao anakuhitaji ndo anaonyesha ukaribu, una feel okay, kwa sababu tu ana jambo fulani ndo anaonyesha ukaribu. Otherwise haonyeshi ukaribu, kuna shida hapo. Na ndio maana kwa Mungu wetu asubuhi na mapema anaposema upatanisho, lazima uombe toba, lakini pia umwambie Bwana, mkae mzungumze na Bwana, umwonyeshe mapenzi ya dhati kwake, kuelekea kwake. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ana kila kitu ambacho anaweza akakupatia, akakubariki. Anachohitaji ni mahusiano yako na wewe. Ametununua kwa damu yake ya thamani, anahitaji tuwe na mahusiano naye. Lakini pia ukisoma mstari wa 2, mstari ule wa 4, hapo kwenye hiyo Kutoka 34 na mstari wa 4 anasema, naye akachonga mbao 2 za mawe mfano wa zile za kwanza, na Musa akainuka na mapema asubuhi, naye akakwea katika mlima wa Sinai kama Bwana alivyomwamuru, akazichukua hizo mbao 2 za mawe mikononi mwake. Kwa hiyo asubuhi ni muda pia wa kuonyesha mapenzi yako kwa Mungu, vile unampenda. Umwabudu asubuhi na mapema. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya asubuhi. Ninakuabudu Bwana, si kwa sababu kuna kitu fulani nataka, lakini kwa sababu wewe ni Bwana wangu. Unamwelezea the way ambavyo unampenda Bwana. Hii inaleta mahusiano mazuri asubuhi. Sasa imagine umeanza hivyo asubuhi, Mungu ataacha kuwa na wewe. Kuna mambo atafanya na utashangaa, kwa sababu atasema, mwanangu huyu ana mahusiano mazuri na mimi. Asubuhi before hajaanza chochote kaanza na mimi. Kwa hapa nimekwambia kuna maombi ya toba, kuna sadaka, kuna madhabahu, lakini pia lazima uwe na muda wa kuonyesha mapenzi yako tele kwa Mungu. Tumekuwa tunapenda vitu vya dunia. Tumekuwa na vitu, tunakuwa, can you imagine, najaribu kuwaza, tunakufikiria vile Mungu ametupa vitu vyote alivyotupa. Uhai, yatupashwa tumpende na tumuonyeshe kwa maneno, lakini pia
kwa vitendo kwamba Mungu tunakupenda. Mungu anahitaji aone upendo wako. Asubuhi anatamani kuliona hilo. Tusibei sana kwenye vitu vya dunia. Watu wengi tunaweza tukapenda. Mtu anaweza wakati kipindi cha nyuma hapo nilikuwa naweza kuona mtu anaweza akampenda mtu wake kiasi ambacho yuko ready kufanya chochote kwa ajili yake. Anaweza akanunua hichi, akafanya hichi ili kuwin upendo wa yule mtu. Sasa ikiwa tuna uwezo wa kufanya hivyo kwa wanadamu, si zaidi kwa Mungu wetu wa mbinguni ambaye ametununua kwa damu yake ya thamani. Asubuhi ukamwambia Baba nakupenda. Sijajua kuna wakati unajua lazima una moment of love with your God, kuanza kusema naye Baba mimi nakupenda. Umwambie tu Mungu nakupenda. Umeshawahi kufanya hivyo? Lisaa lizima umwambie tu Baba mimi nakupenda. Yani bila wewe siwezi chochote. You are my everything. Tuna uwezo wa kuzungumza maneno mazuri sana, matamu sana kwa watu tunaopenda katika dunia, lakini hatuna mahusiano ya kusema na Mungu. Wewe ambaye utafatisha principle hizi, utafanya haya, utaona mabadiliko makubwa sana kwenye maisha yako. Mungu anatamani kusikia kutoka kwako. Anatamani ukae naye. Yani kuna muda unakaa tu, umeweka simu pembeni, umeweka kila kitu pembeni, kumwambia Baba nakupenda. Sina mwingine zaidi yako. Wewe ni Mungu wangu. Baba, nitengeneze. Najua bado kuna vitu bado ninaendelea kukosea, lakini Mungu usiniache. Kuna watu ni mahodari kupambania mapenzi ya dunia, kupambania watu wa dunia. Yani yuko ready for anything. Anaweza fanya chochote. Kumbuka Bwana wetu alikufa kwa ajili yetu. Alitoa uhai wake. Can you imagine that love? Jaribu, fanya asubuhi na mapema. Mweleze Bwana jinsi unampenda. Vile ambavyo huwezi kuishi bila yeye. I'm telling you, utaona mabadiliko makubwa sana kwenye maisha yako. Wewe mama ambaye unapitia changamoto kwenye ndoa, mume wako hakupendi, hakuonyeshi mapenzi ya dhati, wahitaji kufanya hii principle ya kuhitaji wewe kwanza kumwonyesha Mungu unampenda. Utashangaa vile ambavyo Mungu ataingiza upendo kwa mume wako. Ule upendo ulikuwa umepotea, atauingiza. Kwa sababu watu wengi baada ya kuingia kwenye ndoa wamepoteza sana upendo na Mungu. Pengine walikuwa wanaomba, walikuwa wanafanya hivi, lakini baada ya kupata ndoa, baada ya kupata watoto, hana muda wa kukaa na Mungu vizuri na kumwonyesha mapenzi tele kwa ajili yake. Kwa hiyo hilo fanya asubuhi, itakusaidia sana. Mistari iko mingi sana, lakini nataka tuende katika pointi nyingine hapa. Asubuhi ni muda ambao Bwana anawafahamu walio wake. Asubuhi ndio maana lazima utengeneze na Mungu. Kusoma katika kitabu kile cha Hesabu 16 na mstari ule wa 5. Hesabu 16 na mstari wa 5. Anasema, kisha akanena na Kora na mkutano wote akawaambia, asubuhi Bwana ataonyesha ni kina nani walio wake, kisha ni nani aliye mtakatifu, tena ni nani atakayemkaribisha kwake, maana atakayemchagua ndiye atakayemsogeza kwake. Sasa wakati Mungu anaangalia walio kwake asubuhi, wewe ambaye umeanza na Mungu, be sure uko kwenye listi ya wale ambao amewaweka, amewachagua walio wake. Kuna watu wanaamka tu asubuhi, wanawake huyo kaenda kazini, huyo ameenda kwenye shughuli zake. Katika ile listi ya watu ambao wanakubalika mbele za Bwana, je, utakuwepo? Ikiwa wewe umeamka, umeanza na mashughuli yako na vitu vingine kabla ya kukaa na Mfalme wa wafalme, King of Kings and Lord of Lords, utakuwa katika hiyo listi. Kwa ili kuonyesha kwamba wewe ni wa kwake na umekubaliwa, lazima asubuhi uanze naye. Tena atakayemkaribisha kwake, huyu ambaye ameanza asubuhi vizuri, huyu ndio atakayekaribishwa kwake. Tunaenda kuangalia pia asubuhi ndio pia wakati wa kufanya vita. Ndio maana mimi nakwambia lazima uamke mapema. Kwa sababu ukiangalia hizi prayer points ninazokutajia hapa, angalau basi 1 hour ukae kwenye maombi. Tunaona hapa asubuhi ndio muda wa kupambana na ngome.
Yes, zile ngome ambazo shetani ameziweka whole night, amepanga na wajinti wake, na asubuhi unaziangusha. Tunaona hapa katika kitabu kile cha Yoshua 6 na mstari wa 15. Yoshua mlango wa 6 na mstari wa 15 anasema, ikawa siku ya 7 wakaondoka asubuhi na mapema wakati wa mapambazuko, wakauzunguka mji vivyo hivyo mara 7. Kila siku hiyo waliuzunguka huo mji mara 7. Come on. Unaona hapa maombi ya vita yanapaswa kufanywa asubuhi. Unaweza kufanya wakati mwingine, lakini tumeona nguvu yake ya kuyafanya asubuhi. Hapa tunaona hapa ndio waliangusha ngome. Ukuta wa Yeriko uliangushwa asubuhi na mapema. So utakapoamka asubuhi na mapema, mwanamke, ndio muda wa kupambana na ngome zinasimama mbele yako, zinazuia uchumi wako, zinazuia progress zako. Asubuhi unazitamkia, unaangusha hizo kuta, unazibomoa very early in the morning. Kwa hiyo usisubiri ama usipuuzie haya ambayo ninakuelekeza siku ya leo. Ninaamini ya kwamba Bwana atakuvusha kupitia hili ambalo ninakwambia siku hii ya leo. Tunaona pia hapa baada ya kuangusha Yeriko asubuhi na mapema, walipoamka asubuhi na mapema, ndipo tunaona pia ule mji wa Ai. Kusoma katika Yoshua 8, sitaweza kusoma mistari, ni mingi sana, lakini utaona pale tukianzia mstari wa 10 anasema, Yoshua akaamka asubuhi na mapema akawakutanisha watu, kisha akatangulia kukwea Ai mbele ya hawa watu, yeye na wazee wa Israeli. Ule mji wa Ai uliangushwa, ulipigwa asubuhi na mapema. Yoshua aliamka, wakaenda kupambana. So ni nini kinakaa kama kikwazo mbele yako? Ni nini? Asubuhi na mapema, amka, angusha, ondoa ngome yote, ondoa vikwazo. Sina maneno mengi sana kuelezea hilo, lakini nadhani ukisoma katika Yoshua 8 ule mlango wote kuanzia kwanza mpaka kule chini, anaelezea jinsi ambavyo waliangusha mji wa Ai. Lakini tunaona hapa kwenye mstari wa 10, Yoshua aliamka asubuhi na mapema akawakutanisha watu, wakaanza mchakato mzima wa kuangamiza mji wa Ai. Kwa hiyo hakikisha unafanya hivyo. Mistari iko ni mingi, lakini natamani tuweze upate hizo points muhimu sana katika maisha yako. Lakini pia lazima ufahamu ya kwamba asubuhi maadui zetu nao wana mashambulio yao. So kama wao wamejipanga kimashambulio, lazima na sisi pia tuangalie namna vile tunaweza kujipanga katika maombi. Ukisoma katika kitabu kile cha Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza mlango wa 19, tuangalie kitabu kile cha Samueli wa kwanza mlango wa 19 na mstari wa 11, anasema, kisha Sauli akatuma wajumbe mpaka nyumbani kwa Daudi ili wamvizie na kumuua asubuhi. Sauli akatuma wajumbe mpaka nyumbani kwa Daudi ili wamvizie na kumuua asubuhi. Naye Mikali mkewe Daudi akamwambia akasema, we usipojiponya nafsi yako siku kesho utauawa. Do you see? Maadui wanajipanga very early in the morning ili kuangusha watumishi wa Mungu, ili kuangusha kusudi la Bwana. Asubuhi tunaona hapa shambulio la mauti linapangwa juu ya mtu. Kwa hiyo ukiwa katika maombi ya asubuhi, una uwezo wa kuzuia shambulio la mauti ambalo limepangwa juu yako, juu ya watoto wako, juu ya familia yako. Utaona hapo jinsi ambavyo Bwana ataendelea kukutetea. Kwa maombi haya ni muhimu sana, ndugu yangu mpendwa, kuhakikisha ya kwamba unasimama na maombi ya asubuhi. Ni muhimu sana kama mwanamke uweze kufanya hivyo. Lakini pia tunaona nyaraka. Yes, nyaraka zinaandikwa asubuhi. Nyaraka za mtu kufukuzwa kazi, nyaraka za kumtoa mtu katika nafasi zinaandikwa asubuhi. Tuangalie hapa katika kitabu kile cha Samueli wa pili 11 na mstari wa 14. Samueli wa pili 11 na mstari wa 14 anasema, hata ikawa asubuhi, Daudi akamwandikia Yoabu waraka akaupeleka kwa mkono wa Uria.
Sasa lazima ushughulike na nyaraka zote ambazo zinaandikwa, ikiwa ni nyaraka zilizo kinyume na wewe, ikiwa ni nyaraka zilizo mbaya, ushughulike nazo na umwambie Mungu asubuhi, ninaomba nyaraka nzuri ziandikwe kwa ajili yangu. Asubuhi ndio muda wa kuhakikisha kwamba umecontrol nyaraka zote zinazoandikwa juu yako kupitia maombi. Tuangalie katika kitabu kile cha Wafalme wa Kwanza 17 na mstari wa 6. Wafalme wa Kwanza 17 na mstari wa 6 anasema, kunguru akamletea mkate na nyama asubuhi na mkate na nyama jioni, akanywa maji ya kile kijito. Tunaona hapa mtumishi wa Mungu alikuwa analetewa mkate asubuhi. Sasa ili ukuwe kiroho, ndo maana asubuhi hapo ya kupasha kuwa na muda pia wa kusoma neno. Ndio maana nimekwambia angalau unapoamka asubuhi usipunguze angalau lisali moja, kwa sababu kuna muda wa maombi hapo, upate na muda kulisoma neno, upate mana asubuhi. Tunaona wana wa Israeli walikuwa wanapatiwa mana asubuhi na mapema, kwa hiyo kupashwa kulisoma neno asubuhi. Wataalamu wa kiafya nutrition mara nyingi wakiwa wanaelezea labda ya kupasha labda asubuhi na mapema, nini kiingie tumboni kwako ili kukusaidia labda mwili uweze kuabsorb nutrients vizuri ili ufanye nini na nini na nini, wanakwambia asubuhi kabla hujala chochote tumia kitu fulani. Kwa asubuhi before hujafanya chochote, soma neno, ilo neno liingie ndani yako likafanyike kuwa mwili na kukusaidia katika maisha yako ya kila siku. Lakini pia asubuhi ni ya shukrani. Lazima upate kumshukuru Mungu kwa yale ambayo amekutendea. Kusoma katika Nyakati wa Kwanza 23, Mambo ya Nyakati wa Kwanza 23 na mstari ule wa 30 anasema, nao wasimame kila asubuhi kumshukuru na kumsifu Bwana, na jioni hivyo hivyo. Asubuhi lazima upate wasaa wa kumshukuru Bwana. Wewe unajua ni mangapi ambao Bwana amekulinda naye usiku wakati umelala? Mengi. So ya kupashwa kushukuru asubuhi na mapema. Lakini pia ukiangalia Ayubu 24 na mstari wa 14, Ayubu 24 na mstari wa 14, tunaona jambo lingine hapa. Ayubu 24 na mstari wa 14 anasema, muuaji huamka asubuhi kukipambazuka, huwaua maskini na wahitaji, tena wakati wa usiku yu kama mwivi. Tunaona hapa mauaji, hii spirit ya mauaji asubuhi, ya kuzuia asubuhi kwenye maombi yako ya asubuhi, mipango yote ya mauaji yaliyofanyika kinyume nawe katika kazi, katika biashara, iwe ni mauaji ya kiuchumi, mauaji ya kihuduma, chochote kile, asubuhi ndio kupambana na hii. Tunaona hapa asubuhi wauaji huamka wakijaribu kufanya uharibifu katika maisha ya watu. Kwa hiyo wewe utaweza kucontrol hayo kupitia maombi yako ya asubuhi. Tutaangalia kitabu kile cha Mathayo 27 na mstari ule wa kwanza. Mathayo 27 na mstari wa kwanza nasema, na ilipokuwa asubuhi, wakuu wa makuhani wote na wazee wa watu wakafanya shauri juu ya Yesu wapate kumuua. Come on. Asubuhi ni wakati mzuri sana wa kuhakikisha unazuia mipango ya maadui zako. Tunaona hapa asubuhi wakuu wa makuhani wote na wazee na watu wakafanya shauri juu ya Yesu. Wanataka kumuua. Ilo shauri wamelifanya asubuhi. Kwa hiyo kupashwa kuweza kucontrol yale yote mabaya ambayo yalipashwa kufanyika kwako kupitia maombi ya asubuhi. Kwa hiyo ni muhimu sana mwanamke uweze kusimama vizuri katika nafasi yako ya maombi ya asubuhi. Ukisoma pia katika kitabu kile cha Marko 15 na mstari wa kwanza. Marko 15 mstari wa kwanza nasema, mara kulikuwa asubuhi, wakuu wa makuhani walifanya shauri pamoja na wazee na waandishi na baraza zima, wakamfunga Yesu, wakamchukua, wakamleta mbele ya Pilato. Tunaona tena hapa ni asubuhi ndipo mashauri yanafanyika kinyume na. Kwa hiyo kupashwa kupambana nayo asubuhi, ya kupashwa kupambana
na sasa mambo mengine ya msingi ambayo nitakwenda kwa haraka haraka hapa, utaweza kusoma katika Ayubu 24 na mstari wa 17, Ayubu 24 na mstari wa 17. Nitasema hapa Ayubu 24 na mstari wa 17. Kwani asubuhi kwa wote ni kama giza tupu, kwani wao wavijua vitisho vya hiyo giza tupu. Kwa asubuhi ni wakati pia unaomba Mungu aondoe giza kwenye maisha yako. Giza liondoke kwenye biashara, liondoke kwenye ndoa, liondoke kwenye familia, asubuhi na mapema. Ukisoma pia Ayubu 38, tuangalie hapo kitabu cha Ayubu 38 na mstari ule wa 12. Je, umeamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Umejulisha mapambazuko mahali yake. Kwa hiyo asubuhi ni wakati pia ambao wewe utakaa mbele za Bwana na kumwambia Bwana yale ambayo ungependa yatokee katika maisha yako. Kumwambia Bwana, ninaomba hili na hili likae hivi, hili na hili likae vizuri katika maisha yako. Lakini pia asubuhi ni wakati wa kupata faraja. Zaburi 30 na mstari wa 5. Mara nyingi shetani hutuma mashambulizi ya kukata tamaa, kuvunjika moyo asubuhi. Kwa ukiingia katika maombi itakusaidia sana kuweza kupata furaha. Maana ghadhabu yake, hiyo ni Zaburi 35, anasema maana ghadhabu zake ni za kitambo kidogo, katika radhi yake mna uhai. Huenda kilio huja kukaa usiku, lakini asubuhi huwa ni furaha. Kwa hiyo utakapofanyia kazi haya mambo na kukwambia asubuhi utapata furaha. Lakini pia ukiangalia unapata usaidizi asubuhi. Zaburi 46 na mstari wa 5 anasema Mungu yu kati yake, hautatetemeshwa. Mungu atausaidia asubuhi na mapema. Kwa hiyo utakapoanza na Mungu, Mungu atakupa msaada wake asubuhi na mapema, utakuwa umepata msaada kutoka kwa Bwana. Lakini pia tunaona hapa kumiliki asubuhi. Zaburi 49 na mstari ule wa 14, samahani. Kama kondoo amewekwa kwenda kuzimu, na mauti itawachunga, watu wanyofu watamiliki asubuhi. Kwa ukiwa mnyofu, uwe na uhakika kwamba Bwana atakuwezesha kumiliki asubuhi. Kwa hiyo ili umiliki, kuna watu wanakosa kumiliki vitu ambavyo Bwana alikuwa amewakusudia, wanakosa kumiliki kwa sababu hawajaweza kusimama katika principle hii. Ili uweze kumiliki asubuhi, lazima ukae na huyo mwenye hiyo asubuhi, mwenye kutoa hivyo vitu, zungumza naye ili aweze kukumilikisha vitu asubuhi na mapema. Kwa hiyo tunaamini kwamba maombi ya asubuhi ni muhimu sana. Lakini pia ukisoma katika kitabu kile cha Zaburi, tuangalie katika kitabu kile cha Zaburi 72 na mstari wa 14. Zaburi 72 na mstari wa 14, hapa tutasoma Zaburi 72 na mstari wa 14. Anasema atawakomboa nafsi zao na kuonewa na udhalimu, na damu yao ina thamani machoni pake. Atawakomboa nafsi zao. Nafsi yako itakombolewa na udhalimu kupitia maombi hayo utakayoanza nayo asubuhi na Bwana. Lakini pia tuangalie katika kitabu kile cha Zaburi 88. Zaburi 88 na mstari ule wa 13. Anasema lakini mimi nimekulilia we Bwana, na asubuhi maombi yangu yatakuwasilia. Nimekulilia we Bwana, na asubuhi maombi yangu yatakuwasilia. Kwa hiyo asubuhi ni muda pia wa kulia mbele za Bwana. Na mara nyingine si tu kulia tu kumwambia Bwana nataka kitu. Unaweza kulia kumwambia Bwana nakupenda, ninaomba unisaidie niishi maisha matakatifu. Unaachilia machozi yako pale asubuhi na maombi yako yatafika mbele za Bwana. Lakini pia tukiangalia Zaburi 90 na mstari wa 14. Zaburi ile ya 90 na mstari wa 14 anasema utushibishe asubuhi kwa fadhili zako. My God. Asubuhi ni wakati wa kushibishwa fadhili. Asubuhi ni wakati wa kushibishwa fadhili.
nasi tutashangilia na kufurahi siku zote. Kwa hiyo ukiwa na mahusiano yako na Mungu asubuhi, uwe na uhakika utalishwa fadhili za Bwana. Naomba tumalizie Zaburi ya 92 na mstari ule wa 2. Ni somo refu kidogo, japo nilitaka nili summarize. Na mambo bado ni mengi, natamani nitaweza kuendelea wakati mwingine, lakini kwa leo acha tuishie kwenye Zaburi ya 92 na mstari wa 2. Anasema kuzitangaza rehema zako asubuhi. Rehema za Bwana zinatangazwa asubuhi. Kwa hiyo ndugu yangu mpendwa, thank you very much kwa kuweza kufuatilia program hii siku ya leo, na nikuweze kukuinspire kwamba anza maombi ya haya ya alfajiri, na kwa neema ya Mungu basi Mungu atupe neema kupitia neno la maarifa. Maombi yale ambayo tulikuwa tunafanya saa 5 ninayashifti asubuhi ili tuweze kuendelea kupeana company. Sijasema kwamba nitaacha ya usiku, lakini kwa neema ya Mungu kwa sasa nitaendelea na haya ya asubuhi. Kwa wewe ambaye utahitaji company ya maombi ya asubuhi na mapema, tutakutana saa 11 alfajiri kuanzia siku ile ya kesho, ambayo itakuwa ni siku ya tarehe 5. Yes, kipindi hichi nimekifanya leo tarehe 4, lakini hiyo tarehe 5 asubuhi yake sasa, yani niseme kesho, kwa ambao umeangalia leo, asubuhi yake saa 11 tutakuwa na maombi. Tuanze kujengana. Kuna vitu ambavyo sometimes unahitaji company, unahitaji backup ya watu. Kwa haya maombi ya asubuhi natamani tuweze kujipanga nayo vizuri, tuweze kuyaweka vizuri, tuweze kumpangia Bwana dua asubuhi na mapema. Nimesema asubuhi kuna mambo mengi sijayasema hapa. Kutokana na muda siwezi kuyasema yote katika kipindi hiki, ila kwa neema ya Mungu tutaendelea kujifunza katika maombi hayo, na pengine ikimpendeza Mungu, labda pengine nitafanya pia kipindi cha kuweza kuelezea zaidi maombi hayo asubuhi. Mungu akubariki sana wewe ambaye unaendelea kuombea program hizi, na nikwambie tupo katika msimu mpya ambao Bwana ametupatia. Kipindi hiki ambacho nimekuwa kimya kimekuwa ni kipindi cha majukumu, lakini ni kipindi pia ambacho Bwana alikuwa ananifundisha na kunielekeza vitu vya kufanya. Tunapoingia kwenye msimu mpya kuna maandalizi fulani yanafanyika. Tunapoingia kwenye msimu mpya kuna vitu vya msingi ambavyo lazima kujipanga. Tunajua kabisa katika dunia hii, katika mambo ya dunia hii, kuna namna ambavyo ya kupaswa kujipanga ili kuingia katika majira mengine. Kwa hiyo hapa tuko katika majira mengine mapya ambayo Bwana ametupatia kupandishwa viwango zaidi vya kiroho, kupandishwa viwango zaidi vya kimwili, ili tukafikie yale malengo na makusudi ambayo Bwana ameyakusudia. Kwa hiyo nikukaribisha rasmi katika maombi hayo ya asubuhi alfajiri saa 11. Sitajua maombi hayo nitaendelea nayo kwa kipindi gani, lakini kwa kipindi kile ambacho Bwana ataniongoza ili niweze kukupa company wewe. Tujue asubuhi tunafanyaje. Unatakiwa uombeje asubuhi, tufanye vipi asubuhi ili uweze kumiliki na kutawala. Kuna namna ambavyo watu wanashindwa kumiliki na kutawala. Why? Ni kwa sababu wanashindwa kujua principle. Ni nini aombe, lini na wapi. Una muhimu sana wa masaa. Tulikuwa tunaona akina Petro anaambia akaingia hekaluni saa 9 kusali. Hiyo ni siku nyingine Bwana atatupa neema kujua malango ya masaa ya kusali. Malango. Unajua Wakristo wengi, wapendwa wengi, wanaenda tu bila kufuata principles za Biblia. Kuna malango ya maombi, lazima hayo uyafuatishe. Mungu akubariki sana. Mungu amenipa neema ya kuandaa kitabu cha wanandoa, lakini kitabu pia cha maombi kwa mwanamke. Karibu sana 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 ujipatie nakala yako. Ni nakala ambayo imeshalipiwa, kwa hiyo wewe utakachokifanya basi tu utaweza kuchangia, hautochangia chochote kwa sababu tayari kitabu kimeshagharamikiwa na utakipata kikiwa kwa bila gharama, kwa sababu tayari gharama zimekwisha kugharamikiwa. Lakini pia wewe ukisema kwamba bana, mimi ninatamani niweze kufanya partnership, kwa maana ya kuhakikisha tuna print vitabu vingi na kuvipeleka vijijini na kwa watu mbalimbali uweze kupata maarifa hasa ya maombi, wanawake pamoja na ndoa, basi unakaribishwa kuweza kufanya partnership na sisi, kwa sababu kitabu kile sisi hatufanyi biashara, tunafanya kazi ya Bwana. Watu wanatakiwa walipate neno la Mungu bila gharama kuchangia chochote. Kwa hiyo wewe ambaye utapenda kushiriki baraka hiyo, basi karibu sana uweze kushiriki. Lakini pia kama utahitaji kitabu hiko, nimesema kinapatikana bila gharama yote, waweza kuwasiliana nami, japo kama nilivyosema namba yangu ya WhatsApp kwa sasa
ile ambayo tunatumia haipatikani. Mpaka hapo nitakapokuwa nimepata simu nyingine, basi tutaweza kupatikana na tutaweza kuona jinsi ambavyo tutawatumia watu. Kama ukiwa na jambo la emergency ambalo unataka kuwasiliana nami, basi utawasiliana nami kwa namba ya Mchungaji Obedi 0673081038. Hapo ukituma ujumbe, basi nitaweza kukupata hapo. Mungu akubariki sana sana. Until next time. Amen.